Ndugu zangu, tumekusanyika leo mahali hapa kwa ajili ya tukio muhimu sana. Sawasawa na maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hapa anazungumzia habari za Adamu na Hawa. Lakini leo sio Adamu wala sio Hawa, bali anazungumzia wawili hawa ambao wako mbele yetu, ambaye ni ndugu Deogratius Mkune na Bi Karen Ngomeni. Makofi jamani kwao kidogo. Taasisi hii muhimu na nyeti, mwanzilishi wake ni Mungu mwenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 19 kuanzia mstari wa 14 pale, utaona anazungumzia kwamba mtu mme na mtu mke watamwacha baba yake na mama yao, wataambatana, watakuwa mwili mmoja. Yani atakuwa ni mme na mke. Na nzuri zaidi sasa, anazidi kusema kwamba alichokiunganisha yeye, mwanadamu kamwe hawezi kukitenganisha. Baba mchungaji, sipo hapa kwa ajili ya kuvunja ndoa ya mtu yoyote, wala sipo hapa kushuhudia Karen ni mpenzi wangu akiolewa. Karen, nakupenda sana mke wangu. Jesus. Bali nimekuja kukiri mchungaji, mbele yako, mbele ya umati huu na mbele ya Baba Mwenyezi aliye juu, kuwa nampenda sana Karen. Karen, najua leo unaenda kuolewa, unaenda kuanza maisha ya ndoa Karen, ila kaa ukijua nakupenda sana na nitaendelea kukupenda mpaka siku na iaga dunia hii, kwani wewe ni tafsiri hai ya mapenzi yangu kwako. Brother, wewe ni mwanaume, wewe ni mwanaume brother. Unajua ninapojisikia. Sawa, leo unachekelea, unaenjoy, unamuoa mpenzi wangu, kaa ukijua mimi naumia sana. Umati huu wote wanajua kwamba mimi naumia. Brother, naumia. Karen, sijui nimekukosea nini mama mbele ya uso wako, mpaka leo hii umati huu na mimi mwenyewe nashuhudia unaolewa na huyu jamaa. Sijui nimemkosea nini Mungu, sijui nimetenda dhambi gani mbele ya uso wa Mungu mimi. Karen, neno moja tu la kukuambia, nitaendelea kukupenda, sitokuacha, hata kama leo hii na mpaka nakufa sitofanikiwa kukuoa. Everybody, this is Daniel.
Mimi nimekuja hapa kwa heshima yako. Sawa bwana. Sasa unanialika Kenzo, unaleta watu wa kipumbavu ambao hawajiheshimu, unawaleta katika shughuli yako. Nani? Usiulize nani, yule dada umekaa naye karibu unamfahamu? Nani? Yule dada umekaa naye karibu kajilemba kama jini. Lulu. Lulu kafanyaje? Wewe usiniambie kafanyaje. Mimi mpaka namkuta nakwambia hivi, I'm very serious because I know her. Yule ni mpumbavu tu. Unamjua Lulu? Kaka, mimi na mdogo wangu, yule ni mke wake na kamuoa kabisa. Lakini vitu alivyokuwa akitufanyia katika familia yetu, she's very simple. Yaani yule hafai kuwa mke, hafai hata kuwa rafiki wa karibu. Nashangaa nakuja namkuta mtu kama yule hapa au kama. Mimi nitaondoka bana. Hapana Kenzo. No darling, are you sure Lulu huyu? Come on man. I'm very disappointed. Come down. Nisikize basi. Come down. Hii ni siku yako. Please. Naomba turudi ndani na tuashumu hakuna chochote kilichotokea. Okay, but sometimes just make sure. Sikujua. Ndio umeniambia leo. Ndio umeniambia hapa. Sikujua. Ndio nakuambia sasa kwa msisitizo. Okay. Yule hafai kuwa mke wala hafai kuwa hata rafiki wa karibu. Thank you. Kenzo. Thank you. Nashukuru. Try to choose a friend sometimes. Sawa. Asante. Tuende. Nakutakia maisha mema. Ila kama ukijua nakupenda sana. No. Tuendelee. Okay. Stop. Punguza Jasper. Hapa soma wake. Albert. Albert, unadhani mimi sijaumizwa kwenye mapenzi? Unadhani mimi sijaumizwa? Unadhani sijanyang'anywa yule nimpendaye? Albert, pengine unahisi mimi nakuonea. I'm not your enemy, brother. Mimi sio adui yako. Look at me. Albert. Hata mimi nimeumia. Nimeteseka na mapenzi. Na ufahamu uchungu wa mapenzi. Nafahamu vile mtu akinyang'anywa kitu anachokipenda. I know. Naliona penzi zito sana ambalo lisipoingiliwa kati yetu sisi watatu hakutakuwa na maelewano. I feel your pain. I'm sorry. I'm so sorry. Hello, darling. Yeah, of course, I'm fine. How about you? Woke up? Yeah, of course. So, darling, sorry, nimekuja kwenye ile event ya Kenzo. Yeah, sasa ningefanyaje mpenzi wangu? Mtu katupa heshima, katuletea kadi hadi nyumbani, baby, kweli?
Yes, of course. Mimi nimekuja kuwakilisha nawe pia. Alafu hata hivyo kakuulizia. Kwa sababu anasema litarajia utakuwepo, Yeah, so mimi niko hapa. Of course, wapo marafiki zake wengi tu. Sawa. Hata kama wameachana na Dorcas, sisi inatuhusu nini? Of course, itakuwa tumemdisappoint sana. Yeah. Sisi we are still family, you know. Okay, sawa. Okay. Yeah, nitakupigia basi. Sawa. Okay, bye. I love you. Bye. Karen. It's over. It's enough. Please. No. Karen, it's okay. Come on. It's Mama. No. Karen, please. No. Okay. Najua vile unajisikia. Hata mimi najisikia hivyo. Please. I'm so sorry. Kila kitu kitakuwa sawa. Okay? Nafahamu kwamba unanipenda. No. Nafahamu. Hey. Karen, nisikilize. Nafahamu. Najua umetumia nguvu kiasi gani mpaka tumefika. Okay? Lakini haikuwa bahati yangu. Karen, najua. No, it's okay. Najua umetumia nafasi kubwa sana kulazimisha mimi nawe kuwa hapa. Nafahamu kwa kiasi gani umetumia nguvu kubwa kuishawishi nafsi yako ikubaliane na moyo wako, Karen. Lakini haikuwa bahati yangu. Pengine Karen, nilikupa nafasi nikijua labda pengine utatibu na kupoza madonda ya moyo wako, na zaidi labda utaniweka katika nafasi utachagua nafasi nzuri ya kunipatia kwenye moyo wako. I was wrong. Nilikuwa najidanganya. Albert anakupenda sana. I know. Na najua pia unampenda sana. I'm sorry. Wacha tuache mapenzi yaendelee. Nawajua vizuri sana. Najua hadi kunguni za nyumbani kwao. Namjua yeye, baba yake, mama yake, shangazi yake, hadi panya wa nyumbani kwao. Acha basi. Kenzo, mimi sipendi tabia yako manzi. Unaanza kunisnitch. Nikianza kukusnitch utaelewa. Nimekusnitch nini? Mbona kwa hivyo siwezi kukusnitch? Kilichofanya mtoke hapa moja kule. Kweli mambo ya kazi kweli. Kazi ipi? Niambie kazi gani unafanya wewe? Niache nini? Nakwambia kweli. Yaani wanai watu wapenda sana. Mimi sipendi kama unadili na watu kama hao, dili na wao. Mimi sipendi mambo ya unakuwa snitch ndio nini sasa? Sio unaharibu mambo. Kuwa straight. Niambie mchoenda kuongea kule nini? Kazi mambo ya kazi. Nitaharibu shughuli. Snitch na nini? Yatakukuta mama. Alafu mimi sipendi mtu snitch. Mimi sipendi mtu snitch. Nitakuharibia shughuli.
Pastor, I think I'm done here. I'm sorry. Kalin, mama. Nakupenda sana mke wangu. Forgive me. I'm so sorry. No. Mchungaji, huyu ni muongo. Ana mke tena ni mjamzito. No, Kalin, no. No. Ngoja nikuelezee jinsi ilivyokuwa mama. I'm sorry. Somebody to help me. Ladies and gentlemen, karibuni jamani, tuendelee kuenjoy, tufurahi, tule, tunywe kwa pamoja. Mlengwa sio muda mrefu nafikiri ataingia. Tufurahi. Everybody,
Let's enjoy. Leo mwenzetu anaenda kuvalishwa pete, sijui kuvalisha pete. Rafiki yangu anavalishwa pete na bwana mkubwa hapa. I can't wait. Guys, mbona mmekaa kama mmechoka choka? Ni nini? Glasi hazina pombe. What's happened? Unakujaje kwenye na shati afu wewe sio bwana harusi? Nalo valisha tu. Kichwa kama kitunguli hivi. Oh my god. Haikusu baby, nyumba tatu tu sio mbali. Au ya pili. Nini? Nimemsema mtu, nimemtaja mtu. Hebu tulia na wewe kwanza. Samahani gani? Tupe muda tuendelee. Siwezi kuja Kenzo. Nimemgonga mtu niko naye hospitali. Unasema? Nimemgonga mtu niko naye hospitali. Malizana na hapo. Naomba uje hapa. Natamani ungeona hali ya huyu mgonjwa aliokuwa naye hapa hospitali. No, njoo hata kwa kuchelewa. Njoo, lazima uje. I'm sorry. Siwezi kuja hata kwa kuchelewa. Hebu heshimu, nisikilize. Naomba uje hapa. Calm down. Are you serious? Nimealika watu ambao nawaheshimu hapa. Ndani naheshimiana na watu wengi, nimealika watu ambao nawaheshimu. From nowhere mtu ananiambia wewe kuja kwa sababu umepata ajali. Ni watu ngapi wanapata ajali hiyo kwanza? No, wanatakiwa niheshimu. Umefanya hii kwa nini? No. Hey. Naomba tuendelee kuenjoy, tule, tunywe, ile call of engagement, wala hakuna mtu yote tunayemtegemea kuja hapa. So, let's enjoy. Na kama kuna mtu yeyote alisherehekea birthday yake last week, ama anategemea kusherehekea wiki ijayo, tusherehekee leo. Tusherehekee. Kama kuna mtu hataki kuendelea kukaa huko atoke. Ndio kwa sababu tumekuja hapa kwa ajili ya engagement. Kama tunataka kuolewa mabia hapa nyumbani tunaacha. Mimi nafikiri kikubwa zaidi ni kusherehekea. Kwa hivyo tusherehekee kama anavyosema kwa sababu yeye ndo mwenyeji wetu. Yes. Sasa kama mwenyeji anaamua sisi tunywe tufurahi. Tunasherehekea kwa hicho hizo. Una masikio mawili, si ndio? Na umenisikia? Naomba nipite. Halo? Kesho bado umekaa. Kabisa na kuona. Mimi nimefaulu. Unachukuliaje mimi? Mwacha wivu. Unachukua mimi mtu kufaulu kifarafara tu. Wewe mwenyewe ndio unaita miisho. Mimi simeje. Hapana, pete ni Of course, bali mimi ndio nimeshuka. Mbona unaonyesha? Okay, sorry.
Au nataka dipete na mimi pia nipate surprise kama unavyotaka kumsurprise mwanamke wako. Hiyo hapo iangalie basi. Hey. Wow. Sorry. Acha ujinga wewe. Nini sasa? Unampaje mwanamke pete nzuri kama ina nisi na pete kama hii? Hii pete nachukua mimi. Sio mwenye kila siku napenda mambo ya pete na shamba. Nilikuwa sipendi. Sasa hivi napenda. Nikiuza napata shilingi ngapi? Take your time. Okay, nisikilize basi. Unaonaje tukaenda hospitali kumwangalia? Unajua unazingua sana Kenzo. No, nisikilize. Nikienda kule akiniona atazidi kuhisi nampenda kweli. Na itazidi kuimarisha dili. Unajua unanichanganya sana. Many times nakuwa sikuelewi. Alafu kitu kingine inabidi uelewe kabisa kwamba unacheza dili na mtu ambaye kichwa chake kiko na vichwa vingi vya ziada. Kikiwemo kichwa cha babako mzazi. Niamini basi. Na unaweza kwenda lakini jua anakuangalia kwa macho mawili. Ngoja niende basi. Narudi sasa hivi sawa. Wewe endelea kuongea na wao watu.